ukiangalia huo mchakato, ina maana mpaka unakuja nje unafanywa press, it means kwamba tayari discussion imeshafanyika katika bodi. Sasa katika bodi pale kuna wawakilishi wa mwekezaji kwa maana Mo Dewji akiwepo Magoli ambaye na yeye alikuwa sehemu ya press. Ina maana mpaka Magoli anakuwa sehemu ya press, it means kwamba tayari mwekezaji anafahamu, ana taarifa ya nini ambacho kinaenda kuzungumzwa. Lakini kwa namna ambavyo ameuliza, anaacha maswali ya kwamba taarifa afikishiwi, kwa maana ya kwamba wale ambao amewachagua kama wawakilishi wake katika bodi wampelekee taarifa. Lakini pia kile ambacho kimejadiliwa mpaka kinaenda katika press, na maana yeye hakukipata, kwa sababu kitu kimoja ambacho ni cha muhimu nadhani watu wanapaswa kuelewa ni kwamba taarifa yoyote ambayo Simba wanaiposti katika peji yao wanaposti kwa lengo la kutaarifu umma pamoja na mashabiki zao, kwa sababu ndio sehemu ambapo mashabiki wanapata taarifa za club. Hawaposti pale kwa ajili ya kuwataarifu viongozi, kwa sababu unajua viongozi wao wanafahamu, yani mpaka taarifa inakuja kupostiwa kwa ajili ya wanachama, tayari viongozi wameshachakata, wanafahamu hii taarifa ni sahihi, inapaswa kuwafikia wanachama. Sasa ukimwona kiongozi naye kwa maana rais wa heshima na mwekezaji anakuja kumuuliza kama ambavyo mwanachama anaweza akauliza katika peji, na akihisi kwamba ni sehemu ambayo anaweza akapata majibu, unakuwa na doubt kidogo. Lakini kitu ambacho ninakiona Mo Dewji ni kama hajafurahishwa na mchakato ambao Simba Sports wameuanza, kwa maana ya kwamba wa kutaka kusajili wanachama. Nakumbuka makubaliano yao ya mwisho mwaka 2018 ilikuwa ni kwamba mchakato wa mabadiliko ukamilike kwanza, alafu then waje waanze kusajili wanachama. Sasa yeye baada ya kuona kwamba wanachama wameanza kusajiliwa, yani kwa maana huo mchakato unaanza wa wanachama kusajiliwa, ameshtuka kidogo na kuona kwamba inawezekana vipi mchakato wa kusajili wanachama unaanza. Kwa nini ashtuke? Taarifa hazimfikii. Taarifa zinaweza zikamfikia, binafsi naamini anafahamu, lakini alichokuwa nakitaka ni yale makubaliano ya mwaka 2018 kwamba kama alikuwa limefikishwa taarifa, kwa nini aje haoji? Kwa nini asihoji kule baada ya kupewa taarifa? Yani Esther, hilo ndio swali ambalo hata mimi najiuliza, kwa sababu kama ambavyo nimezungumza hapa kwamba yeye ana wakilishi wake, ina maana kama taarifa alimpelekea, alipaswa kuhoji katika bodi kwamba kwa nini mnaenda kuanzisha huu mchakato, kwa nini mtasubiri tumalize mchakato wa mabadiliko. Lakini kitendo cha yeye kuja kuhoji, it means kwamba anapingana na kile ambacho Simba wamekifanya kwenye presi ya jana, na moja kwa moja ukiangalia taarifa yake imeenda kumaliza ile taarifa ambayo Simba wamedeliver. Tutakiwa tukae hapa tuanze kusifia kile ambacho Simba wamekifanya, kwa maana wanakuja na kadi za kidijitali ambazo zinakuwa na faida zaidi kwa wanachama, kwa maana ni tofauti na kadi za zamani ambazo ulikuwa unakuja nao unaingia nao tu kwenye mkutano, baada ya hapo haikusaidii kitu chochote.